wazee na wanawake kama ambavyo imeanza kuonekana katika maeneo mengi. Ni dhahiri pia kwamba si halisia, ni nadharia kusema utawapeleka vijana wa kisasa wahitimu wa ngazi mbalimbali kwenda kufanya shughuli ya kilimo kwa zana za kizamani, kajembe kafupi kalikoishaisha kwenye mpini mfupi, ambako hakamhakikishii kijana tija ya kufanya kazi hiyo ya kilimo. Matokeo yake, sekta ya kilimo imeendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa nguvu kazi, hasa kutokana na vijana wengi kuachana na kilimo cha jadi kwa sababu ya kazi ngumu, tija kidogo na ukosefu wa teknolojia rafiki. Wakati huo huo, wanawake bado wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa kazi za kilimo, hasa cha zana duni, kilimo cha mikono, bila msaada wa zana za kisasa. Hali hii inazidisha utofauti wa kijinsia na kupunguza tija. Hiki mlichokipanga leo katika mkutano huu na mtakachojadili katika mkutano huu kitaenda kutafuta suluhisho la kutuondoa katika matatizo ya aina hii. Hali ya uwekezaji katika zana za kilimo barani Afrika haijaendana na mahitaji halisi ya wakulima wadogo na wakati, na kutokana na upungufu wa mitaji, mifumo dhaifu ya huduma, ukosefu wa ujuzi wa kiufundi, pamoja na changamoto za upatikanaji wa matengenezo ya zana hizo, matokeo yake ni matumizi duni ya zana za kilimo, uzalishaji mdogo, upotevu mkubwa wa mazao baada ya kuvuna, na kukwama kwa maendeleo ya mnyororo wa thamani ya mazao haya ya kilimo. Hiki kimekuwa chanzo cha vijana kukataa kuweka shughuli hizo za uzalishaji kwenye kilimo na mifugo kama chaguo lao la kwanza. Mkutano huu wa kwanza wa kikanda wa Afrika wa matumizi endelevu ya zana za kilimo ni jukwaa la kimkakati linalolenga kuharakisha mageuzi ya mifumo ya uzalishaji chakula barani Afrika kupitia matumizi ya zana za kilimo zilizojumuishi, rafiki kwa mazingira na zenye kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Mkutano huu umeandaliwa kama sehemu ya ufuatiliaji wa mkutano wa dunia wa zana endelevu za kilimo uliofanyika Rome, Italy mwaka 2023, na unaweka mkazo maalum katika kuhamasisha mijadala ya sera kwenda katika utekelezaji wa vitendo ngazi ya kikanda na kimataifa. Ndugu washiriki, madhara yanayojitokeza kutokana na kukosekana kwa zana yanaleta aibu. Kwa mfano, tulipata kitendo cha aibu kama nchi za Kiafrika ulipotokea mzozo kati ya Russia na Ukraine, kwamba nchi za Afrika kufuatia mzozo huo zikapata shida ya upungufu wa mafuta ya kula. Kwa neema ya ardhi na potential iliyopo ya uzalishaji katika nchi za Afrika, hata bila kuitumia Afrika yote, hata ukichukua tu ukanda wa kijani wa Afrika ukaweka Tanzania, Kenya, Uganda, Afrika ya Kati, DRC, Msumbiji, Zambia na majirani wachache wanaoangukia kwenye ukanda wa kijani, hata bila kuweka Afrika yote, inatosha kuzalisha mazao ya aina yoyote na kulisha Afrika na dunia.
lakini kwa sababu ya ukosefu wa zana za kuzalishia pamoja na mechanization kwenye masuala ya kilimo, kwamba mzozo tu wa mataifa mawili ulisababisha ukosefu wa mafuta ya kula kwenye nchi ambazo zina fursa kubwa ya kuzalisha kuliko hizo nchi zilizokuwa kwenye mzozo. Kwa hiyo kupitia mkutano huu, nchi za Afrika kwa kushirikiana na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, taasisi za fedha, sekta binafsi, watafiti na wadau wa maendeleo zinakusudia kuimarisha utaratibu wa taasisi kubadilishana uzoefu wa kisayansi na uzoefu wa utekelezaji, pamoja na kujenga mifumo thabiti ya huduma za zana za kilimo inayokidhi mahitaji halisi ya wakulima wadogo na wakati, na hivyo inatarajiwa watunga sera, wataalamu, watafiti, sekta binafsi na washirika wa maendeleo watapata fursa ya kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu bora na kujenga uelewa wa pamoja kuhusu namna bora ya kuendeleza matumizi endelevu ya zana za kilimo kama chachu ya mageuzi ya mifumo ya uzalishaji wa chakula. Kupitia majadiliano yatakayofanyika, tunatarajia kuimarisha ushirikiano, kuongeza uwekezaji katika zana za kilimo na kuweka msingi imara wa maendeleo ya kilimo yatakayochochea ustawi wa wakulima na kukuza ajira zenye staha na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi barani Afrika. Ndugu washiriki, Afrika imeanza kuchukua hatua madhubuti kupitia mifumo ya zana endelevu za kilimo hapa barani Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mkutano huu, kama nchi tumepanga uzindue mkakati wa taifa wa zana za kilimo wa awamu ya pili wa 2026-2035. Mkakati huu umelenga kuimarisha matumizi, utengenezaji, uendelezaji, uhamasishaji, usimamizi na uratibu endelevu wa teknolojia zinazorahisisha kazi na kuokoa muda katika mnyororo wa uzalishaji na uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo hayo ni sehemu ya kufanikisha utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, Sera ya Kilimo ya mwaka 2013, Mpango Kabambe wa Mageuzi ya Sekta ya Kilimo 2050, yani Tanzania Agriculture Master Plan 2050, na Mpango wa Matumizi Endelevu ya Zana za Kilimo kama tulivyokuomba awali na leo unaenda kuuzindua rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema haya machache sana, kwa heshima na taadhima, sasa nikukaribishe